Hotuba Mlimani sehemu ya 6 kipengele A. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Mathayo 5:6. Rafiki yetu mwema utupendaye sana, Baba uketie mahali juu mbinguni, asante kwa siku ya leo, siku yenye furaha na amani katika mioyo ya watoto wako. Tazama, tunakuja mbele zako katika siku ya leo, tukitamani kula kwako, tukitamani kunywa kwako. Sasa tunaomba ukatunyweshe, tunatamani utushibishe kwa chakula chako cha uzima, na chakula hiki kikaweze kupenya na kuleta miguso katika mioyo ya watoto wako. Tunamwomba Roho wako sasa akawe ndani yetu, akituelekeza yote ambayo yatafaa katika ufalme wako. Tunaamini umetenda kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, amina. Haki halisi inayosemwa hapa, mpendwa msikilizaji, ni ule usafi au kuwa katika mfano wa Mungu. Na kuwa katika mfano wa Mungu unaozungumziwa hapa ni upendo. Maana ukisoma Yohana wa kwanza 4:16 inasema Mungu ni pendo. Na mpendwa msikilizaji, tunatakiwa kuifuata sheria ya Mungu. Maana Zaburi 119:127 inasema kuwa maagizo yote ya Mungu ni ya haki na upendo ndio utimilifu wa sheria. Hiyo inapatikana katika Warumi 13:10. Mpendwa msikilizaji, kumbe tunapokuwa na upendo ndipo tutaweza kuitimiliza sheria yote. Na haki ni upendo, na upendo ndio nuru na uzima wa Mungu. Naye Kristo ni mfano hasa wa haki ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alitimiza na kuifuata sheria yote alipokuwa hapa duniani. Hakuivunja hata sheria moja. Na tulishakwisha kusema kuwa sheria ya Mungu ni haki, na ndio maana Kristo ni mfano halisi wa haki ya Mungu. Na sisi tuipata haki katika kumpokea Kristo, kwa sababu ili tuweze kuipata haki kwa wanadamu sisi ambao hatujai kuifuata sheria yote, lazima tuitafute na kuipata kwa yeye aliyeitimiza sheria yote, ambaye ni Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, haki haipatikani kwa kujitahidi na kufanya kazi ya taabu ya kuchosha na kuumiza mwili na akili. Pia haki haipatikani kwa kutoa matoleo mengi, ila hutolewa na Mungu kwa kila mtu aonaye njaa na kiu ya haki. Ukisoma katika kitabu cha Isaya 55:1 inasema, haya kila aonaye kiu, njooni majini, naye asiye na fedha, njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni bila fedha na bila thamani. Na pia katika kitabu cha Isaya 54:17 inasema, haki yao inayotokana kwangu mimi, asema Bwana. Na pia Yeremia 23:6 inasema, jina lake atakaoitwa ni hili, Bwana ni haki yetu. Mpendwa msikilizaji, hakuna kitu cha kibinadamu kinachoweza kumshibisha mtu kwa njaa na kiu ya rohoni. Hapa Yesu anakisema kitu kinachoweza kumshibisha mtu kwa njaa na kiu ya kiroho. Naye anasema katika kitabu cha Ufunuo 3:20, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Mpendwa, zingatia hii sentensi, nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Pia katika kitabu cha Yohana 6:35 nasema, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, na aniaminie hataona kiu tena. Baba yetu mwema, asante kwa upendo wako. Tusaidie sisi watoto wako tukuamini wewe, kwa kuwa tunapokuamini na kukutegemea wewe, tunajua kwamba tutapata haki na kuhesabiwa haki. Tusaidie tusijihesabie haki kwa matendo yetu mema tunayotenda. Tazama Kristo, tusaidie pale unaposimama mlangoni na kubisha, tuweze kuijua na kuitambua sauti yako ikibisha, ili tuweze kuruhusu uingie ndani, utushibishe na utunyweshe, maana wewe Kristo ndiwe chakula cha uzima wa kiroho. Asante kwa Jumatano ya leo ya maombi. Somo la leo na kusili kalete mguso kwa mtu fulani siku ya leo Baba,
kasimame ukatuletee amani, ukatende haki katika nchi yetu ya Tanzania, ukaondoe mioyo isiyotenda haki, bali kapandikize mioyo ya upendo, mioyo itakayohamasisha amani katika nchi hii ya Tanzania. Wabariki viongozi na raia wote wa Tanzania, wapatie hekima na maarifa viongozi, wapatie afya tele wanapoenda kuongoza taifa hili la Tanzania. Linda mipaka yote, malaika wako walinzi wakaizingira mipaka yote ya nchi hii, ili wakazuie pepo zote zitakazoharibu, pepo zote zitakazoleta fujo katika nchi hii, na watoto wako wakaendelee kukaa na amani wakihubiri injili yako. Naamini umetenda kupitia jina lenye nguvu, jina linalotenda maajabu na miujiza mingi, jina la Yesu Kristo. Amina.